kuja. Kuja kwa sababu sasa you have the mandate of the people. Kwanza nataka kuchukua nafasi hii kushukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu tumepata fursa ya leo. Tumepanga siku nyingi kuja shambani na tunashukuru. Ya pili, tunashukuru wakina mama, wazee wa Ikram, wazee wale wengine na viongozi ambao wametukaribisha hapa. Hiyo ni makofi kwenu, hebu mjipigie makofi tafadhali. Sasa mimi nitaongea mambo tatu. Jambo la kwanza, sisi tumekuja kutafuta uongozi hapa kwenu, kwa sababu wakati huu ni wakati wananchi wanafanya uamuzi wao. Na nasema hivi, uongozi unatafutwa kwa sababu gani? Na nataka msikize kwa makini, hata vijana wale wako huko nyuma. Tafadhali sikiliza huko. Viongozi wanatafutwa kwa sababu gani, ama wanachaguliwa kwa sababu gani? Kwa sababu ya kitendo. Viongozi, asante sana, wanachaguliwa kwa sababu ya kitendo. Na hiyo ni kitendo gani? Ni maendeleo, ni huduma kwa wananchi. Viongozi sio kama tuseme ile kitu ambayo unaweza kwa meza ama kwa ukuta kurembesha ukuta yako. Viongozi wanachaguliwa kwa sababu ya huduma ambayo itaboresha maisha ya mwananchi ya kawaida. Na hili ndio jambo ambalo limetuleta hapa, na tunataka kuwekea nyinyi wazi kabisa, kwa sababu haya mambo ndio ambayo itakuwa ni msingi ya sisi kuendelea mbele kuanzia leo. Ndio watu wa Isiolo, sisi sote tuweze kufahamu kwanza maana yake uongozi ni nini. Uongozi unaleta barabara ambayo inafaa nyinyi. Uongozi unaleta shule ambao watoto wenu wanasoma badala ya kutangatanga, ndio waweze kupata kazi. Viongozi wataleta hospitali karibu na nyinyi, ambayo wakati nyinyi mnakuwa wagonjwa ama wakina mama wanajifungua wanapata huduma. Viongozi wanaleta maji safi karibu na